Matokeo ya kidato cha 4 ametisha. Adhamiria kusoma chuo kikuu cha Harvard Marekani, Mchina awa wa pili kitaifa. Lakini kuna habari nyingine inasema polisi Zanzibar waweweseka, habari inayopatikana ukurasa wa 6. Kiwango cha ufaulu cha shuka, shule 10 bora zote shule za mwisho za umma. Na hapa ametoa shule 10 bora ambapo shule ya kwanza ni Kaizerege iliyopo Kagera, kuna shule ya Alliance Girls iliyopo Mwanza, shule ya St Francis Girls iliyopo Mbeya, Alliance Boys Mwanza ambayo imeshika nafasi ya 4. Nafasi ya 5 kuna Kanosa ya Dar es Salaam. Nafasi ya 6 kuna shule ya Marian Boys iliyopo Pwani. Nafasi ya 7 Alliance Rock Army Mwanza hiyo nafasi ya 7. Nafasi ya 8 kuna Feather Girls ambayo iliyopo jijini Dar es Salaam, pamoja na Feather Boys iliyopo imeshika nafasi ya 9, zilikuwa zikifuatana na shule hizi. Lakini nafasi ya 10 kuna Uru Seminari iliyopo katika mkoa wa Kilimanjaro. Shule 10 za mwisho ambazo ni za umma, kuna nafasi ya kwanza hapa imeshikwa na Pande iliyopo Lindi, kuna shule ya Igawa iliyopo Morogoro, kuna shule ya Corona iliyopo Arusha, shule ya Sofi Morogoro, shule ya Kurui iliyopo Pwani, lakini pia kuna shule ya Patema iliyopo Tanga, shule ya Saviaki Dar es Salaam, Gubari Dodoma, Kichangani Morogoro, Malinyi Morogoro. Kwa hiyo kwa nukta hiyo hapa inaonyesha Morogoro imeongoza kwa shule za mwisho, manake zimeingia katika nafasi 10 zile ya shule za mwisho. Kuna shule kama 3 zimeingia. Tuangalie ndani mwa gazeti hili ambapo katika ukurasa wa 2 ufaulu wa shuka, matokeo yaliyofutwa. Kwa hiyo ameainisha matokeo mbalimbali hapo. Kuna yale yanaonyesha kwamba namna gani ufaulu umeshuka na matokeo yaliyofutwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 uliofanyika mwaka jana yametangazwa, huku wanafunzi wawili wa kike wakiongoza kwa kushika nafasi ya 2 za juu kitaifa. Matokeo hayo pia yanaonyesha wavulana wameongoza kwa ufaulu katika matokeo ya jumla kitaifa kwa kuwa na asilimia 97.83 dhidi ya wasichana ambao ufaulu wao umefikia asilimia 97.22. Katika ukurasa wa 3 ametisha, inamuonyesha mwanafunzi wa kike ambaye amefanya vizuri kitaifa, amekuwa wa kwanza. Yupo pamoja na mama yake hapa mzazi, akiwa wametembelewa na mwandishi wa gazeti hili. Mbalawa tumbua vigogo TCRA na Temesa. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi, Mawasiliano Profesa Makame Mbalawa amewasimamisha kazi vigogo wa wakala wa ufundi na umeme Temesa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kutokana na kushindwa kutimiza wajibu wao ipasavyo. Mchina awa wa pili kitaifa. Naye mwanafunzi wa pili kitaifa Kong Kong Wan alisema mafanikio yake yametokana na juhudi zake, uongozi wa shule na walimu. Kong Kong ambaye ni raia wa China, lakini wazazi wake walikuja Tanzania miaka 9 iliyopita kufanya kazi, alisema kwamba kujiamini, kumwamini Mungu na kusoma kwa bidii ndicho kilichochangia yeye kushika nafasi hiyo kitaifa kwa upande wa wasichana. CCM Chadema kafu njaa kali. Watendaji na wafanyakazi wa Chama cha Mapinduzi wanapiga miayo ya njaa baada ya chama hicho kushindwa kulipa mishahara na posho zao tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu mwaka jana. Hali kama hiyo imevikumba vyama vingine vya siasa vya Chadema na kafu baada ya kukosa kulipwa ruzuku wanayostahili kulipwa kila mwezi, huko ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikishindwa kueleza sababu za kuainisha viwango vya fedha wanazostahili kupata kila chama. Wanawake kafu kuandamana. Jumuiya ya wanawake wa chama cha wananchi kafu na UK kafu inatarajiwa kufanya maandamano ya amani Februari 22 mwaka huu kwa ajili ya kumuona makamu wa rais Samia Suluhu. Akizungumza na wanahabari jana jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Severina Mwijage amesema swala la Zanzibar limekuwa likimgusa kila kiongozi, hivyo jumuiya hiyo imesikitishwa na kauli iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais John Magufuli wakati akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam na kusema kwamba uamuzi na mgogoro wa Zanzibar haumhusu. Ukurasa wa 6 polisi wanaweweseka. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Charles Kitwanga amesema wapo askari wachache wanaowachochea wananchi wasiende kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu wa marudio utakaofanyika Machi 20 mwaka huu visiwani Zanzibar. Waziri huyo ameonya askari hao na kuahidi kuwachukulia hatua kali nidhamu na kisheria. Mwandishi mchambuzi afariki dunia. Mchambuzi wa magonjwa mbalimbali Dr. Tengio Urio amefariki dunia kwa saratani ya tezi dume iliyomsumbua kwa muda mrefu. Gazeti la Jambo Leo yenyewe limeandika ufaulu kidato cha 4 waporomoka, mwanafunzi bora atoboa siri ya kufaulu
wavulana na wasichana wachuana vikali. Magufuli asema marufuku kuagiza sukari nje, sema ikihitajika atatoa kibali cha kuagiza. Azungumzia majipu, asema yapo kila mahali, ya mengine hayatumbuki hata kwa antibiotiki. Na habari picha hapa inaonyesha mwanafunzi ambaye amefanya vizuri, anayeongoza matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2015 Butongwa Shija kushoto, akipongezwa na mama yake mzazi Angela Shija. Gazeti la Majira, matokeo ya kidato cha 4 2015 ufaulu wa shuka. Shule zilizofanya vizuri zilizoshika mkia za tajwa watahiniwa 272,947 wafaulu, lakini 113,489 wafeli. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Dovuto asema Ndugai ametumbua jipu la upinzani. CAF kufikisha ujumbe kwa Samia na maandamano. Nitatumbua majipu tofauti na wengine, Profesa Mongo. TANESCO kukamilisha miradi mipya ya umeme, ni habari inapatikana ukurasa wa 2. Magufuli apiga marufuku uagizaji sukari kutoka nje, asema kuagiza sasa vibali atavitoa yeye mwenyewe, habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4. Na habari picha inaonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kushoto, akilakiwa na waziri wa nchi ofisi ya Rais Mazingira January Makamba, huku waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na Penauye akijumuika kabla ya kuongea na baadhi ya makundi yaliyoshiriki naye kwenye kampeni ya uchaguzi mkuu mwaka 2015 aliyoita kuwashukuru Ikulu jijini Dar es Salaam. Gazeti la Uhuru, Magufuli afuta vibali uagizaji sukari nje, asema vitatolewa kwa idhini yake tu. Hapa utumbuaji majipu hakuna kurudi nyuma. Samia asema ajira zisizo rasmi zirasimishwe. Vigogo wa TEMESA TCRA wakamuliwa. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema Dr. Kigongala asema serikali kupitia mikataba ya afya. Waganda waamua. Lakini kuna habari nyingine inasema uchaguzi wa marudio Zanzibar, askari polisi wapewa onyo, kikosi cha ulinzi bandarini kimeanza kazi. Gazeti la The Citizen na mwenyewe limesema kanda ya Ziwa zang'ara tena katika mtihani kidato cha 4. Na habari picha hapa inaonyesha wanafunzi mbalimbali wakiwa wanafurahia baada ya kufanya vizuri, lakini pia kuna shule 10 ambazo zimefanya vizuri pamoja na shule 10 ambazo zimefanya vibaya, lakini kuna shule zile za kiume na shule za kike ambazo zimefanya vizuri pia. Na hapa kuna washindi hao, kuna nafasi ya kwanza na ya pili na ya tatu, ambayo nafasi ya pili imeenda kwa Mchina na nafasi ya kwanza imeenda kwa Butongwa Shija. Gazeti la Habari Leo lenyewe limeandika Rais Magufuli apiga marufuku kuagiza sukari nje, wasichana wang'ara mtihani kidato cha 4, watahiniwa waferi isabati kwa zaidi ya 80%. Kiswahili chaongoza, mfumo wa division warudi. Wawekezaji wasema maamuzi kwa wawekezaji katika sekta ya nishati na madini sasa kutolewa ndani ya mwezi mmoja. Wizara mambo ya ndani itaimarisha amani kwenye uchaguzi wa Zanzibar. Yanga Simba kesho Simba na Yanga zitamenyana uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Hii ni habari michezo, tutaangalia zaidi tutakapofika katika kurasa za michezo. Gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika matokeo kanda ya Ziwa za tia fora, siri ya wanafunzi 10 bora kidato cha 4. Wasichana washika nafasi ya kwanza na ya pili shule ya Kaizirege namba 1 nchini. Raia wa China ashika nafasi ya pili kitaifa, apata B ya somo la Kiswahili shule binafsi za Tamba. Wenye mashamba ekali zaidi ya 50 yatangaziwa kiama. Magufuli asema marufuku kuagiza sukari kutoka nje ya nchi. Lissu, msimamo wetu dhidi ya Ndugai pale pale. Na sasa tuangalie katika kurasa za michezo, ambapo nikianza na gazeti la Tanzania Daima linasema ya Moto Bendi kupamba Kilimanjaro Laga Marathon. Vita ya kisasi, rekodi Yanga kukutanishwa na Simba kesho. Nyota wao 4 watupia nyavuni mabao 48. Zote za rejea da. Gazeti la Jambo Leo, Yanga Simba pressure, mashehe waangusha dua Jangwani, milioni 387 za Samata za tua Msimbazi. Magufuli aikaba koti ya TRA kuhusu wasanii. Gazeti la Majira limeandika usiri watawala Simba na Yanga, Simba atua Lubumbashi kuvuta mkwanja wa Samata. Lakini habari picha hapa inaonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akisalimiana na msanii
wa kundi la Original Comedy Lucas Mhuvile maarufu kwa jina la Jochi katika mkutano kati ya Rais John Magufuli na wasanii uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana. Gazeti la Uhuru lenye limeandika ubao aula cha Mudata. Rais Magufuli kuihamisha Kosota, aitaka TRA kusaka kazi feki za wasanii. Gazeti la The Citizen limeandika ushindi wa watani wa jadi utaelekea wapi? Hiyo ni mechi ambayo inatarajia kuwakutanisha watani hawa wa jadi hapo kesho. Lakini kuna nyingine ya kitaifa nasema Benzema yupo karibuni kutua Ufaransa, ligi ya Ufaransa. Gazeti la Habari Leo limeandika mambo ya noga Simba na Yanga, Azam mguu sawa mechi za kimataifa, Luni nje wiki 6, Magufuli atatia mguu kero za wasanii. Gazeti la Mwananchi limeandika wampongeza Waziri Mkuu Majaliwa. Viongozi mbalimbali wa vyama na mashirikisho ya michezo nchini wamempongeza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa msimamo wake kuhusu michezo, akiamini italeta mabadiliko kwenye sekta hiyo. Sababu 3 za hofu Yanga, pengo la ndani, sayansi ya muondoa Cannavaro, viungo 4 Simba.